Kwa majina naitwa Selemani Mohamed, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Sindano, kata Makumbusho. Ni kweli nilipokea taarifa jana saa 3 usiku. Taarifa hizo nilipigiwa na mjomba wa marehemu na nikafika kwenye tukio mimi nikiwa na makamanda wangu, nikajiridhisha kama kiongozi wa serikali, nikaona kuna haja ya kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Ndipo nilifanya hivyo, nikatoa taarifa na muda sio mrefu jeshi la polisi wakafika, tukajiridhisha wote na tukajua kweli kuna nasaba za mauaji. Kabla ya tukio hili, pengine eneo hili limekuwa na historia ya matukio ya aina hii kuweza kutokea? Hapana. Kabla ya kupokea taarifa zozote kuhusiana na tukio kama hili? Hapana. Sasa baada ya tukio hili kutokea, wewe kama kiongozi wa serikali wa eneo hili umejipanga vipi sasa, na pengine ipi neno lako kwa wananchi ambao? Kujipanga kumeanza toka jana, ndio maana mtumiwa yuko mikononi kwa jeshi la polisi. Hiyo ndio kazi zetu kama serikali, sababu serikali huwa tunategemea wananchi. Kama serikali hatuwezi kufanya kazi pekee yetu bila wananchi. Tunaamini kabisa hii nyumba ilikuwa na wapangaji zaidi ya 5 na tukio lilotokea ni kubwa na mambo yote yalifanyika hapa alfajiri kwa asubuhi. Kwa hiyo vinaenda vipi? Sasa mnatuchanganya sasa. Tuendelee. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa serikali siamini kama hakuna mtu aling'amua hiki kitu. Sawa Lakini watu waliokuwa wengi wanaogopa kukaa mbele kutoa taarifa. Taarifa bora atoe kiongozi wa serikali. Kwa hiyo hii ni tatizo nalo. Mwenyekiti, pengine umekuwa mwenyekiti wa mtaa, kuna namna wote uliwahi kupokea kesi ya mtuhumiwa huyu ama ni tukio lake la kwanza? Hapana, nishawahi kupokea kesi na nilimkamata mwenyewe nikampeleka Mwijuma na akapeleka Oysterbay, akakaa kama wiki 2, lakini familia kama unavyojua uchungu wa mwana unajua mzazi, wakaenda polisi kwa ajili ya kumtolea dhamana, lakini alikuwa amewatishia vitisho vikubwa. Alikuwa amemuonesha kisu babake mzazi, babake akakimbia akaja kwangu na mimi nikaja hapa na migambo wangu nikamkamata na kweli tulimkuta na hivyo visu. Lakini baada ya kumpeleka polisi, msimamizi wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki hataki kesi, nini serikali inafanya? Tunaacha. Kwa hiyo ndio maana wakampatia dhamana akarudi mtaani tena. Nini ambacho ungelielezwa hasa kupelekea ugomvi wao kuonyeshana visu na hadi kupelekwa kwa polisi? Huyu mtoto toka atoke South Africa alikuwa amerudi akiwa amebadilika. Sababu mtu tuliokuwa naye toka yuko mdogo tunamjua alikuwa na akili gani, lakini baada ya kwenda huko alivyorudi akawa amebadilika zaidi. Sasa kama unavyojua serikali huwezi kumkamata mtu bila kuwa na evidence. Evidence ndio hizi. Wapo ambao wanasema ni ugomvi wa kifamilia, kwa maana wapo ambao wanadai alikuwa anatuma pesa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba na vitu vingine. Nyumba gani? Nyumba gani alikuwa? Yeye ametokea kwenye nyumba hii na babu yake ndo alikuwa anamlisha. Kwa hiyo yeye nyumba gani alikuwa anatuma pesa? Kwa kazi gani alikuwa anafanya huko South Africa? Hayo ni maneno tu ya kubuni, ni maneno tu ambayo yapo na kila mtu anapenda kuongea neno ili aonekane anachokiongea watu wamsikilize. Lakini sisi kama wakazi wa hapa tunajua maisha yake Osam ilikuwaje, hata huko alikokuwa tunajua alikuwa anaishi vipi. Wala hakuna kutuma hela kwa hela gani. Umri wake unakadiriwa kuwa na umri wa miaka mingapi? Miaka kama 28 kitu kama. Na tukio hilo linakadiriwa kutendwa ama kutekelezwa kwa silaha gani ambayo ametumia kuondoa uhai? Ametumia shoka na uzuri mwenyewe katuambia aliwakuta wamelala. Sababu walikuwa wanalala chumba kimoja. Na yeye alikuwa amelala na babake mdogo, lakini babake alikuwa amelala chini. Kwa hiyo yeye alipopatwa na hiyo shida yake basi akachukua shoka akamwanza babake mzazi maana yake. Shida gani hiyo? Shida gani ambayo ilimpata? Shida si hili tukio. Hili tukio ni uendazimu kwa sababu binadamu uliokamilika huwezi kufanya vitu hatari kama hivi. Kwa hiyo baada ya kumwanza baba mtu mzazi, kisha babake mdogo alivyoinuka kwenye kitanda akakutana na yeye na shoka lingine. Labda alielezea sababu za kufanya hivyo? Hapana. Yaelezea chochote. Wakazi wa eneo hili sasa yawezekana kwa sasa wapo kwenye hofu kubwa baada ya tukio la namna hii. Wewe unawaambia nini wakazi wa eneo hili pengine kuwatoa hofu na mashaka kuhusiana na usalama wao, kwa sababu tukio kama hili limetokea katika eneo lako ambalo pia wao wanaishi? Usalama upo na mtaa wetu uko salama. Hayo mengine ya ndani ya familia tunayaacha jeshi la polisi wayafanyie kazi, kwa sababu ukisema taharuki hii wafanya wananchi wote wawe na taharuki si kweli, kwa sababu yanayofanywa na binadamu yanajulikana. Pengine nimejaribu kuzungumza sasa na wapangaji ambao wao ni mmoja kati ya watu ambao pengine wangeweza kuwa mashuhuda wa tukio hili. Toka jana tunacheza nao, lakini kama unavyojua kama jeshi la polisi hawezi kumlazimisha wewe, lazima uwe shahidi. Tunataka mtu awe na moyo
wa kusema kile anachokijua, kwa sababu asije kusema anataka kufanya ushahidi kumbe analiongea neno ambalo yeye halijui. Kwa hiyo hilo ni swala la jeshi la polisi na wamefika na wameshafanya kazi yao. Kaondoka hapa mkubwa, nafanya kama mamake, kama kumtorosha, kumpeleka wapi, akatudanganya kaenda Tanga, kumbe mamake amlimtorosha, alimpeleka Sauzi, unaona, kwa mjomba wake. Sasa kule na mjomba wake sijui walikorofishana nini, akawa na mjomba wake hawasemi. Yule mjomba akaja akamrudisha, sisi hatutambui. Tukaona kamrudisha mtoto yule, katoka kwa mama yake kaja hapa, sisi hatuwezi kumfukuza kama mbwa au paka. Tukabidi tumchukulie mazoea tukae nayo, unaona. Kumbe mwenzetu akawa anajenga psychology ya kutaka kutulia kaka zangu wawili. Pengine kulikuwa hakuna tukio lolote la ugomvi wa kifamilia kabla ya tukio hili kutokea? Si ndio aidai nyumba yakampa babu yake. Naona yeye nyumba ikamlisisha babu yake. Kama kumlisisha yule babu yake, sisi angetulisisha sisi wakati tulomuuguza yule baba ndani ya miaka 10 ndani humu. Kwa hiyo chanzo kinatajwa kwamba inawezekana ikawa ni nyumba. Fala yule. Nyumba hiyo kajenga mamake mzazi. Na natamani kusikia kutoka kwako, ulibahatika kukaa naye kipindi amerudi Sauzi na kuzungumza naye? Mimi na mianjo yangu sijakaa naye. Najua maisha magumu. Sometimes unatafuta maisha. Mimi kashamuona hapa anakuja analala, nakaa hapa kwake, siwezi nikamfuatilia mtu mkubwa. Na leo na banga hizi. Na kaka yako ambaye ni marehemu kwa sasa, hajawahi kuambia chochote kuhusiana na huyo mtoto wake? Hajawahi kuniambia neno la aina yoyote. Naona sijakaa naye leo ndani, kaka kaanza kunipa introduction za mtoto wake. Naona siwezi nikatambua. Neno lako kama shangazi ni lipi? Mimi kama shangazi ninaiomba jamhuri ya serikali. Sasa hivi tunaona kwenye hizi Facebook, kwenye nini sijui kwenye nini, kuna hukumu ya kunyongwa. Tunamwomba Mama Samia huruma aweke pembeni na sisi na tutizame, kwa sababu watu wengine wanaua bila hatia. Naona sasa kama mtu anaua bila hatia na wewe uuliwe, ukirudi huku najua na sisi atakuja kutuua. Na sisi tuna watoto wadogo, siko na mamangu mzee, sangine Mungu kamweka siku hizo kapupulika mpaka ndani huko hajijui. Anaweza akapigwa shoka, na hata mimi naweza nikapigwa shoka, nikastukia nimekufa, nikafukiwa. Baada ya kufukiwa mbele nitakwenda kutumbukiza kwenye kalola choo. Sasa nitapata nitaje, nitakosa? Utakosa. Sasa sisi tumlete huko kwa mapenzi gani? Mimi nimchukue yule mtoto kwa mapenzi gani? Kwanza hapa nilipo nitamani leo na yange kufa, afu kesho nilikuwa nataka kutangaza msiba watu watatu. Pole sana.